yenye thamani kubwa. Kwa sasa hivi tupo katika hatua kubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Yahya Samamba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini. Tambue uwepo wa Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, ndugu Msafiri Mbibo. Nitambue uwepo wa wakuu wote wa taasisi zilizopo chini ya Wizara ya Madini. Mwakilishi wa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri ambaye pia ni mjumbe wa kamati tendaji, mzee wetu mzee Salim Said Saif. Salim? Basi hivyo inatosha. Nitambue uwepo wa wahariri wote wa vyombo vya habari na waandishi wa habari. Ndugu zangu, niwakaribishe siku ya leo, siku ambayo Wizara ya Madini inazungumza na wahariri wa vyombo vya habari ili muweze kusikia kutokea kwetu miaka minne ya mafanikio ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya madini. Naomba mniruhusu nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki kwenye mkutano huu siku ya leo. Kipekee kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye sekta ya madini katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake, ambao kimesaidia sana kuleta mapinduzi makubwa kwenye sekta hii ya madini. Kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana jukwaa la wahariri kwa kukubali kujumuika nasi siku ya leo kwenye jambo hili ambalo tutawahabarisha umma wa Tanzania juu ya mafanikio ya miaka minne ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu ya muda, naomba mniruhusu niende moja kwa moja sasa katika jambo la msingi ambalo limetuleta hapa siku ya leo. Ndugu zangu wahariri na waandishi wa habari wote mliopo, ni ukweli usiopingika kwamba sekta ya madini inayo nafasi ya kutoa mchango mkubwa kwenye kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Sekta hii ambayo hivi sasa imeajiri Watanzania wengi inayo nafasi kubwa ya kuweza kuchochea maendeleo ya uchumi wa nchi yetu ya Tanzania na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Wizara ya Madini imeendelea kusimamia na kutekeleza sheria, kanuni na miongozo mbalimbali yenye kuwezesha kuifanya sekta hii iweze kukua na kuleta tija katika maisha ya Tanzania na uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Katika kipindi cha miaka minne cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yamepatikana mafanikio mengi makubwa. La kwanza, katika historia ya Wizara ya Madini miaka yote, bajeti ya Wizara ya Madini haijawahi kuwa na ongezeko kubwa sana. Haijawahi kuwa na ongezeko kubwa sana, na hivyo kupelekea kwa miaka mingi sana shughuli muhimu za wizara kushindwa kutekelezwa kwa ufasaha, hasa kupitia taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini GST, ambao ndio moyo wa wizara. Ili uweze kupiga hatua kwenye sekta ya madini, uweze kukwepa utafiti, Mheshimiwa Rais ameandika historia. Katika kipindi cha muda mrefu sana, bajeti ya Wizara ya Madini imeongezeka kutoka kiasi cha fedha ambacho kipokea kila mwaka cha shilingi bilioni 89 tu. Hivi sasa imejengewa hoja, tumefikisha mpaka shilingi bilioni 224, na katika fedha hizi asilimia kubwa ya fedha imeelekeza GST kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina na kuboresha huduma za GST, ikiwemo huduma za kimaabara. Kwenye fedha hizi
inakwenda kujengwa state of the art geoscientific laboratory pale Dodoma, ambayo itakuwa ina uwezo wa kuhudumia na kutoa huduma kwa Watanzania na wasio wa Tanzania, makampuni yote hapa nchini. Na lengo letu ni kuifanya GST kuwa kitovu cha utoaji huduma bora za kimaabara Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara pia. Hivi sasa tupo katika makubaliano na wenzetu wa taasisi ya jiolojia kutoka nchini Finland, GTK, ambao wameonyesha utayari wa kuweza kuwajengea uwezo watu wetu, uwezo wa kimaarifa, ili waweze kufanya kazi hii kwa tija kubwa. Sambamba na hiyo pia tutakwenda katika kununua vifaa vya kisasa na vyenye ubora ili tuweze kutoa huduma kwa Watanzania. Lakini pia itajengwa maabara nyingine katika mkoa wa kimadini wa Geita na mkoa wa kimadini wa Chunya kwa ajili ya kusogeza huduma hizi kwa Watanzania. Eneo la pili ni mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Kama inavyofahamika, sekta ya madini imekuwa ikichangia katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania mwaka hadi mwaka, na ongezeko limekuwa kubwa. Lakini katika miaka hivi karibuni mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka sana. Sera ya madini ya mwaka 2009 na mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2021-2022 mpaka 2025-2026 ilielekeza kwamba ifikapo mwaka 2025 sekta hii ya madini ichangie 10% kwenye pato la taifa. Lakini kwa sababu ya kazi nzuri ambayo imeendelea kufanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwaka 2023-2024 sekta hii ilichangia katika pato la taifa kwa 9.0%. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 sekta ya madini imechangia kwenye pato la taifa kwa 10.1%, mwaka mmoja kabla ya target iliyowekwa. Ilipaswa mwaka 2025-2026 ndo sekta hii ichangie kwa 10% kwenye pato la taifa. Tumeuwahi mwaka mmoja kabla ya mwaka ambao ulikuwa umeainishwa kwenye sera ya madini. Haya ni mapinduzi makubwa na kuonesha ni kwa namna gani sekta hii imeendelea kuimarika siku hadi siku. La tatu, kwenye kipindi cha miaka minne Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Madini imekuja na mkakati maalum ambao tumeita Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa nini tumekuja na kauli mbiu hii na mpango huu, na kwa nini madini ni maisha na utajiri? Nitaeleza. Mpango huu umejikita katika kuongeza utafiti wa kina wa kubaini madini katika nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari milioni 233. Kijiolojia tumegawa nchi yetu ya Tanzania katika vitu vinaitwa QDS, quarter degree sheets. Ziko 322 nchi nzima, na kila QDS moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo inatengeneza eneo la kilomita za mraba kwa QDS moja la 2916, zaidi ya ekari 700 ndio QDS moja. Tumefanikiwa
kufanya kitu kinaitwa geological mapping, utambuzi wa viashiria vya miamba yenye madini kwa 97%. Tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa low resolution, utafiti lakini ambao ni low resolution, ambao line spacing yake ni kilomita kwa kilomita, na kurusha chombo katika usawa wa uso wa dunia kinakwenda mita 120. Hiyo ndio inaitwa low resolution. Hiyo tumeifanya kwa 100%. Mwaka 1978 na 79 imefanyika. Lakini hivi sasa dunia imejielekeza kwenye utafiti wa kina, high resolution geophysical survey. Sisi katika nchi yetu Tanzania tumeifanya hii kwa 16% tu. Na upande wa geokemia tumefanya kwa 24%. Lakini ili uweze kuwa na nafasi ya kuweza kufahamu ulicho nacho chini ya ardhi, kwa hivi sasa teknolojia ya duniani leo ni kufanya kitu kinaitwa high resolution airborne geophysical survey. It's either kurusha drone, kurusha helicopter, kurusha ndege, kupiga picha chini ya ardhi, kuiscan ardhi, kuweza kubaini viashiria vya madini, anomalies na magnetic points. Sisi kwetu tumefanya kwa 16% tu katika ukubwa wa eneo la nchi yetu ambao nimelisema. Lakini maajabu yake, kwenye hiyo 16%, mwaka wa fedha 2022-2023 sekta ya madini ndio iliongoza kwa kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. 56% ya fedha za kigeni zote kutokana na sekta ya madini. Yaani mauzo ya bidhaa nje ya nchi kwa mwaka huo yalikuwa ni ya dola bilioni 3.6. Na ilifanya sekta hii ya madini iongoze kwa kuingizia nchi yetu fedha za kigeni. Mapato ya kodi ya ndani, Wizara ya Madini katika mwaka huo ilichangia shilingi trilioni 2.1, sawa sawa na 15% ya mapato yote ya kodi ya ndani. Lakini mzunguko uliofanyika kutokana na masoko ya madini 43 na vituo vya ununuzi 109 ilikuwa ni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 700. Lakini fedha iliyozunguka kwenye ununuzi wa bidhaa na utoaji wa huduma migodini ilikuwa ni shilingi trilioni 3.1. Sasa unajiuliza, kama hatujafanya utafiti wa kina na haya ndio manufaa, hivi what if tukidabo ile 16 ikaenda kuwa 32 au tukaifanya kuwa 48, nchi yetu itakuwa wapi? Ndio hapo wizara ikaja na Mining Vision 2030, madini maisha na utajiri. Lengo ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 tu tumeipima nchi yetu kwa 50% ili tupate tija na manufaa mara 3 zaidi ya haya ambayo nimeyasema hapa. Ndugu zanguni, nayasema haya huku wachimbaji wadogo wakichimba kwa kubahatisha, wakiwa wana nyenzo duni, lakini huo ndio mchango wa sekta. Kwa tukaja na hiyo Vision 2030 kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba tutaipima nchi yetu kwa 50% ifikapo mwaka 2030. Na malengo yetu ni kuona sekta yetu inatoa mchango katika maisha ya Mtanzania. Na hapa naanza kufafanua, tukisema madini ni maisha maana yake nini? Madini ni maisha kwa sababu katika maisha ya leo ya mwanadamu na hasa Mtanzania huwezi kuikwepa sekta ya madini. Ina mchango mkubwa katika maisha yetu ya kila siku. Tukifanikiwa kufanya utafiti wa kina, tukarusha ndege, tukapiga picha hiyo ardhi, tukafanya exploration, tukafanya drilling, tukafanya geokemia kuweza kubaini sampuli za udongo na maji kwenye sekta ya kilimo, peke yake kupitia utaratibu wetu huu. Cha kwanza tutasaidia katika kubaini miamba
yenye maji, zile aquifers, ambazo zinaweza zikatumika katika uchimbaji wa mabwawa, na huku Wizara ya Kilimo ina mpango wa kuchimba mabwawa 100. Tukaboresha kilimo cha umwagiliaji. Mtanzania akawa na uwezo wa kulima na kumwagilia na akavuna mara 3 katika msimu. Maisha ya Mtanzania yatabadilika kupitia sekta ya madini. Nchi yetu ya Tanzania ni mwagizaji wa mbolea, ni net importer kabla ya kiwanda cha Intracom kijengwa pale Dodoma. Lakini mbolea nyingi tumekuwa tukiagiza. Tunatumia fedha nyingi sana ya kigeni. Tunaamini kupitia hii Mining Vision 2030 tutakuwa tuna uwezo wa kubaini maeneo yenye malighafi za kutengeneza mbolea na kuvutia uwekezaji mkubwa wa viwanda vikubwa kuja kutengeneza viwanda hapa nchini Tanzania, na hivyo kurahisisha upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima wetu, na hivyo itapelekea kupatikana kwa tija kwa wakulima wetu. Hivi sasa nchi yetu inaagiza sana DAP na NPK. DAP yanatokana na phosphorus, ambapo tuna uwezo sisi baada ya kuwa tumepiga picha nchi yetu kubaini maeneo ambako phosphorus inapatikana. Lakini NPK na yenyewe alikadhalika, nitrogen, phosphorus na potassium, ambao tukifanya utafiti wa kina tuna uwezo wa kuonesha ni wapi madini haya yanapatikana kutengeneza mbolea. Lakini hekta milioni 3.6 za nchi yetu ya Tanzania zimeathiriwa na tindikali, na njia pekee ya kutibu tindikali ni madini, ni chokaa kilimo. Unaipata wapi? Ni mpaka huo umeshafanya utafiti wa kina, na tuna uwezo wa kuisaidia nchi yetu kuiongoza vizuri katika eneo la kilimo. Hekta milioni 3.7 za nchi yetu ya Tanzania zimeathiriwa na chumvi, na njia pekee ya kuitibu ardhi hiyo ni kupitia madini ya jasi. Kupitia utaratibu huu tuna uwezo wa kuweza kusaidia kuonesha ni wapi yanapatikana kwa wingi, tukawasaidia wakulima nchi yetu ya Tanzania maisha yao yakabadilika. Sekta ya ujenzi, kupitia utaratibu huu tunaamini kabisa ya kwamba na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwa kupata malighafi za kusaidia kuchochea uchumi wa viwanda katika nchi yetu ya Tanzania. Malighafi za kutengeneza saruji, vifaa vya ujenzi, marbles, tiles, zote zinatokana na sekta hii. Kwa ukishafanya utafiti wa kina, ukaona uwezo wa kujua kipi kipo wapi kwa wingi gani, ni rahisi sana kusaidia sekta zingine ziweze kukua. Kwenye sekta ya afya, kupitia sekta hii ya madini tuna uwezo wa kutoa mchango mkubwa. Leo ndugu zangu, katika bonde la Rukwa tuna miradi mikubwa miwili ya helium. Tuna kampuni mbili, Noble Helium na Helium 1. Mmoja wako kisima cha Mbelele, mwingine yuko Itumbula 1 na Itumbula 2. Wamefanya utafiti hivi sasa, na habari njema ni kwamba concentration ya helium ya Rukwa hivi sasa ina uwezo wa compete na Marekani na Urusi katika taarifa za awali ambazo wamezitoa. Tanzania inakwenda kuingia kwenye ramani ya dunia kwenye uzalishaji wa gesi ya helium. Lakini helium inatengeneza nini? Vifaa vyote vya MRI vinatokana na gesi ya helium. Kwa ni rahisi zaidi ukiwa una deposits za kutosha kuconvince viwanda vikubwa, kwa sababu uhakika wa malighafi kuja kutengeneza bidhaa hizo hapa nchini. Na ndio kazi ambayo tunaisema madini ni maisha katika maana hiyo. Hivyo naendelea kuamini kabisa ya kwamba mchango wa sekta hii katika maisha ya Tanzania ni mkubwa sana, tukikamilisha haya malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo tunasema madini ni utajiri. Sekta ya madini inaongozwa kwa taarifa za kijiolojia, geological information au geological data.
Ndio sekta ya madini inaongozwa. Wote wanaokuja kuwekeza hapa nchini wanafanya utafiti, zile taarifa ndio wanakwenda kuzipeleka katika stock exchange mbalimbali duniani. Na sisi tunasema tukikamilisha kufanya utafiti katika eneo kubwa la nchi yetu ya Tanzania, tutakuwa tuna taarifa ya nchi yetu ya Tanzania kwa madini tulionayo na vile vile kwa deposits ambazo tunazo kwa wingi wake. Taarifa ile ndio utajiri wa Tanzania. Hakuna utajiri mwingine zaidi ya huo. Itakufanya hata ukienda kwenye negotiation unakwenda ukiwa una nguvu ya ziada ya kutosha, kwa sababu una sehemu ya kuanzia. Taarifa tunazo. Huo ndio utajiri wa Tanzania, umelalia hapo. Ni hii Mining Vision 2030 inakwenda kufumua utajiri huo kuleta juu ardhini. Ndio kazi ambayo nakwenda kuifanya. Eneo la 4 la maduhuli. Mwaka wa fedha 2015-2016 sekta ya madini iliingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 iliyoanzisha tume ya madini na uanzishwaji wa masoko na vituo vya ununuzi, ndugu zangu, makusanyo ya sekta ya madini kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, kutoka bilioni 162 kwa mwaka. Mwaka wa fedha 2022-2023 sekta hii iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 678. Mwaka wa fedha ulioishia, sekta hii imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 753. Na mwaka huu wenzetu Wizara ya Fedha wametuwekea lengo tukusanye shilingi trilioni 1. Na hii ndio inaenda kuvunjwa rekodi. Haijawahi kutokea sekta ya madini kuchangia mchango mkubwa hivyo wa maduhuli. Mwaka huu tumewekewa lengo la shilingi trilioni 1. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tumebakiza siku 37 mwaka wa fedha huu uishe. 7 za leo na zingine ambazo zinakuja ukijumlisha. Mpaka tarehe ya leo tumekusanya shilingi bilioni 930. Tukiwa tuna siku za ziada 37. Tunadaiwa bilioni 70 kufikisha lengo kwa 100%. Na ambao nataka niwahakikishie ndugu wahariri, Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuvunja rekodi hii. Tunafika shilingi trilioni 1 kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu ya Tanzania. La 5 la ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu kwa ajili ya akiba ya dhahabu, gold reserve. Wengi mpo hapa mmenizidi umri mimi. Wakina mzee Said hapa. Mzee Salim mmenzidi umri kwa kiwango kikubwa sana. Wewe ni baba yangu sana. Utakuwa unakumbuka iliwahi kutokea miaka fulani Benki Kuu aliingia kwenye utaratibu huu. Ninyi mnafahamu historia. Baada ya hapo Benki Kuu aliacha kununua na kuhifadhi dhahabu. Kilichotokea ni kwamba ukienda kuziranki nchi 5 Afrika wazalishaji wa dhahabu, Tanzania imo. Lakini ndio nchi pekee ambayo haikuwa na akiba ya dhahabu. Mwaka 2024 tulifanya marekebisho ya sheria yetu. Kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini sura ya 123 ambacho kinataka wamiliki wote wa leseni kutenga asilimia isiyopungua 20 ya madini yote kwa ajili ya kuprocess, smelting na biashara ndani ya nchi. Ni sharti lazima sasa hivi kwenye sheria. Tulifanya marekebisho mwaka jana.
Kila anayezalisha madini lazima atenge. Tumefanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wakati inamlazimu sonara aliyeko Dar es Salaam asubiri dhahabu kutoka Dubai atengeneze mkufu wa Mtanzania ambaye madini yanatoka kwao. Kama tufahamu marekebisho ya sheria. Tumeanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. BOT ndio wameanza kununua dhahabu. Sasa kwa Afrika, niwape takwimu kwa Afrika. Nchi inayoongoza kwa kuwa na reserve kubwa ya dhahabu kupitia benki kuu ni Algeria. Wana tani 174. Lakini nchi ya mwisho kwenye 10 bora ni Msumbiji. Wana tani 3.6. Tumeanza kununua dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Ni miezi 8 hivi sasa. Ndugu zangu wahariri, hivi sasa benki kuu ya Tanzania ameshanunua tani 3.7 zimehifadhiwa, na tumeshampiku Msumbiji. Yani ndani ya miezi 8 tumeingia tayari kwenye 10 bora, na lengo letu mwaka huu ni kununua tani 6. Miaka 5 ijayo watajitafuta hapo kwenye orodha. Ndani ya miaka 4 Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yamefanyika. La 6, la uwezeshaji wa wachimbaji wadogo. Tunatambua fika ya kwamba ili uchumi wa nchi yetu uweze kukua, lazima ili kundi kubwa la wachimbaji wadogo wa Tanzania wawezeshwe, wasimamiwe, waweze kuleta tija. Katika maduhuli haya ambayo nayasema ya kufikia trilioni 1, wachimbaji wadogo wanachangia kwa 40%. Wakati huo hawana mitaji, hawana maeneo rasmi, teknolojia duni, wanachimba kwa kubahatisha. Lakini mchango wao ndio huo hivi sasa, 40%. Kama serikali tumekuja na mkakati madhubuti hivi sasa wa kuwafanya Watanzania kumiliki uchumi huu wa sekta ya madini. Ziko hatua ambazo serikali imezichukua. Ya kwanza, tumeendelea kuwarasimisha na kuwapatia maeneo ya uchimbaji wa madini. Mwaka jana nilifuta leseni na maombi ya leseni 2648 ya watu wameshikilia maeneo hawafanyii kazi. Watu wetu wanahangaika kutafuta maeneo. Na yuko Mtanzania mmoja alikuwa na leseni na maombi ya leseni yenye eneo la ukubwa sawasawa na mikoa 11 ya Dar es Salaam ukiunganisha. Yaani Dar es Salaam zio 11. Kuna mtu mmoja alikuwa anamiliki eneo la ukubwa huo. Hafanyi chochote, amekalia, anasubiri wawekezaji. Nimefuta yote, nimerudisha serikalini. Tunawapanga sasa wachimbaji wadogo vizuri, tunawapatia maeneo, waongeze tija katika uzalishaji wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. La pili, Mheshimiwa Rais alielekeza Shirika la Madini la Taifa STAMICO, ambaye ndio mlezi wa wachimbaji wadogo, kununua mitambo ya uchorongaji ili tuweze kuwasaidia katika tafiti zao na kuweza kubaini sehemu madini yalipo kwa urahisi. Kwa hiyo tumenunua drilling rigs 15. Tunazo kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Tumezigawa kikanda. 5 ziko tayari, 10 tunazindua mwezi wa 6, zimeshaingia. Katika uchorongaji kibiashara, wanafanya biashara wanachoronga mita 100 kwa zaidi ya shilingi milioni 25. Za kwetu za kupitia STAMICO katika kumwezesha mchimbaji mdogo, Mheshimiwa Rais amekubali kugharamia sehemu ya gharama na inakuwa kama ni ruzuku kwa mchimbaji mdogo. Kwa badala ya kulipa milioni 25 kwa mita 100 kwenye kuchoronga, wachimbaji wadogo wanalipa milioni 10 na laki 7. Inayobaki ni serikali imechangia kwa ajili ya kuwezesha wachimbaji wadogo. Tumeendelea katika kuhakikisha tunawasaidia kupata mikopo na mitaji.
tumekaa na taasisi za fedha na benki zote hapa nchini Tanzania kwa lengo la kuwajengea uelewa na ufahamu wa sekta ya madini. Na juzi nilikuwa Geita nikawaambia, siku benki zikiamua kutoa makoti yao ya ubenki yakaenda yakawafikia wachimbaji wadogo walipo, wataachana na kufukuzana kwa watumishi wa umma kutafuta deposits. Siku benki yoyote ikilitoa koti lake ikaliweka pembeni ikawafuata waliko wachimbaji wadogo, ina uwezo kufanya vizuri sana. Wachimbaji hao kwa mfumo wa maisha yao wamefikia hatua wao wana uwezo wa kupeshana wenyewe kwa wenyewe mpaka shilingi bilioni 1 pasipo kuandikishana. Ni biashara ya kuaminiana. What if bank ambao wana sheria na taratibu wakienda wakaongeza kitu kidogo kwa wachimbaji wadogo, na uwezo kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa nimeunda kamati ya watu 6 ya kunishauri namna bora kuwawezesha Watanzania kwenye sekta ya madini. Natamani kuwaona Watanzania wanashikilia nafasi za juu kabisa kwenye uchumi huu. Na hapa ndipo utakapoona manufaa makubwa. Fedha ikibaki nchini itamgusa mjomba, baba mdogo na mama mdogo wa kila mtu aliyoko hapa nchini, tofauti na ilivyo hivi sasa. Na ndio maana tunaona kwamba tuna nafasi kubwa kuweza kuwasaidia Watanzania hawa. Nimeunda kamati ya watu 6. Na jambo ambalo nilifanya niunda kamati hii, nilipata hasira, lakini hasira yenye maana. Nilikwenda Canada kwenye mkutano wa PDAC. Nikiwa Canada nikakutana na katibu mtendaji wa tume ya madini ya Ghana. Katika mazungumzo nikamuuliza uzalishaji wa dhahabu wa Ghana. Akaniambia Ghana wanazalisha wakia milioni 5 kwa mwaka. Wakia milioni 3 ounces ni makampuni makubwa, wakia milioni 2 ni wachimbaji wadogo. Ambao wanajua tafsiri yake ni nini? Ni wachimbaji wadogo wa Ghana ni sawasawa na GGM, Bariki, Bulyanhulu na Tarime Nyamongo, Bakrifu, Shanta na wachimbaji wote wadogo wa nchi yetu ya Tanzania. Wakikusanya mzigo wao hawafikishi wakia milioni 2 za wachimbaji wadogo wa Ghana. Sisi tunaishia wakia milioni 1.9. Ndio hasira ambayo nirudi nayo. Ni hasira nzuri, lakini nikasema lazima tuwajengee uwezo watu wetu waweze kufika hatua ya juu na wenyewe. Na njia pekee ni kuweza kuwawezesha kimitaji na kuwawezesha kivifaa na kiteknolojia tufikie lengo. Ndio tumeunda hii timu. Na lengo lake kubwa ni kwenda kuutumia mfuko wa dhamana ulioko katika Wizara ya Fedha na Benki Kuu, Credit Guarantee Scheme, ambayo iko pale. Nataka tuitumie ile kwa ajili ya kuwawezesha wachimbaji wadogo. Kwa hivi sasa tumeanza kuwa cluster. Wako wadogo sana, wako wakati, wako waliopiga hatua. Ndugu zangu wahariri, siku moja nitaomba muende sehemu moja inaitwa kwa Msisi Handeni, Tanga. Mkakutane na mchimbaji mdogo wa Tanzania aliyejenga kiwanda cha madini Kinywe. Unaweza